Na katika sababu za familia kuwa na furaha, amrun faqadahu alkathiruna fi buyutihim alyawm, ni jambo ambalo watu wengi wamelipoteza katika majumba yao leo. Ala wa huwa an yuqama fil buyuti dhikrullahi azza wa jalla, na jambo hilo ni swala la kumtaja Allah ndani ya manyumba. Kumtaja Allah, kusimamisha hii ibada ya kumtaja Allah ndani ya majumba, hii imepotea kwa watu wengi lilasafi fi hadha zaman, jambo ambalo ni kusikitisha na linauma kwenye hizi zama ambazo tulizomo ndani yake. Fi hadha alwaqt, kwenye wakati huu, faqada kathirun min ahlina dhikra Allah fil buyut, watu wengi katika watu wetu kwenye majumba wamepoteza swala la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika majumba. Dhikrullah, kumtaja Allah, kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, hili ni jambo ambalo limepotea kwenye majumba mengi, na kwenye baadhi ya majumba Allah subhanahu wa ta'ala hataji ndani ya hayo manyumba. Wa ghalabat ala albuyuti adhkaru shayatin, yani nyumba sasa zinakuwa zimetawaliwa. Sasa vitu gani ambavyo vimetawala kwenye hayo manyumba? Ni adhkaru shayatin, ni utajo wa shaitani, sio utajo wa Allah tena, utajo wa shaitani. Mambo ya nyimbo na miziki ndio ambayo yametawala katika majumba, na ni miongoni mwa mambo ambayo yamesababisha majanga mengi katika majumba. Watu kuwa na miziki kwenye nyumba, vitu vya ovyo ovyo ndivyo ambavyo vinavyosikika na kutajwa ndani ya nyumba. Kuna wengine majumba ambayo yamejawa umbea, ndio ambao umejaa. Yani kuna zingine nyumba ambazo zimeshakuwa kama ndio vituo vya nini? Vya umbea. Wambea wote wa mji wanakutaniaga pale. Ndio habari motomoto zinapatikanaga sehemu hiyo. Yani nyumba zetu zimegeuka magenge. Magenge ya mazungumzo ya uhuni, mazungumzo yasiyokuwa na faida yoyote katika dunia yetu na akhira yetu. Haya ni katika majanga. Kuna zingine nyumba ambazo zimeshakuwa kama mabanda ya sinema. Utaona kuna Star Times, Canal Plus, Azam TV, sijui ni yani viko vingi vingi hivyo unakuta na lungine limesimama uwani lukubwa hivi. Yani imekuwa nyumba imejawa hayo mambo hayo. Yani watu wanabadilishaka tu, wanabadilishaka. Na haya yote ni katika wasiwasi wa mwanadamu na kuangaika kwa mwanadamu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tujitahidi sana kuchunga mazingira ambayo yapo katika majumba yetu. Innal muhafadhata ala dhikrillahi azza wa jalla, hakika kuhifadhi swala la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala tashrahu sadra, ni jambo ambalo linaufungua moyo wa mtu. Wa biha yatma'innu alqalbu, na pia vile vile kupitia utajo wa Allah au kuhifadhi swala la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, moyo unapata utulivu. Wewe ambaye unaishi bila dhikri, unaweza ukaona hizi habari kweli zipo, wewe fanya uone kama hautaupata utulivu. Ishi maisha yako kwa dhikri uone kama hautaupata utulivu. Fanya dhikri. Na Allah subhanahu wa ta'ala aliwasifu waaminifu akasema ya kuwa alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, waaminifu ni wale ambao wanaomtaja Allah wakiwa wanasimama, wakiwa wamekaa wanamtaja Allah, wakiwa labda kwenye maradhi wamelala wanamtaja Allah na wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana hapa Allah anakusudia kuwa waaminifu wanamtaja Allah na kumkumbuka Allah kwa kila hali. Kwa kila hali wao wanamkumbuka Allah. Sawa wawe kwenye hali fulani wanamkumbuka Allah. Kwa hiyo mja wa Allah unaweza ukawa kwenye shughuli zako lakini unamtaja Allah na unamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni mojawapo katika mambo muhimu sana na inajalia utulivu. Wewe ishi kwa dhikri, Allah ataujalia utulivu kwenye moyo wako. Hiyo ni lazima, tena hiyo haina pingamizi. Yani ni lazima utahisi utulivu kwenye moyo wako ukiishi kwa dhikri. Hiyo ni dawa. Wewe unataka utulivu kwenye maisha yako, dawa hiyo tumekupa. Dhikri inaleta utulivu ndani ya moyo. Fa idha dhukira Allahu fil bait, atakapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala katika nyumba, itma'annatil buyut, nyumba zitafika zinakuwa na utulivu, nyumba zitapata utulivu. Dhikrullahi ta'ala, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, lahu ta'thirun ajib, ni jambo ambalo liko na athari kubwa sana.
liko na athari kubwa sana kwenye maisha ya mwanadamu, katika kukunjua moyo wake, moyo kuwa safi kupitia dhikri, wa zawali alhammi walghammi, na pia vile vile kuondoa stress na shida, kuondoa stress na shida. Na hii swala la kuondoa shida, inawezekana Allah kupitia adhkar akaiondoa shida yenyewe, au kupitia adhkari Allah akaiacha ile shida kama mtihani, lakini akakupa moyo wa kukabiliana na ile shida kupitia nini? Dhikri. Kupitia dhikri, mtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Unajua Allah subhanahu wa ta'ala alipotoa ahadi ya kuwa waaminifu watakapomuomba atajibu dua zao, kuna njia nyingi sana ya Allah kuyajibu maombi ya mja. Kuna wakati unaweza kumuomba Allah akakupa ulichomuomba. Kuna wakati unaweza kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akakucheleweshea ulichomuomba. Na kuna wakati unaweza ukamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akakupa badala ya ulichokiomba, yani mbadala wake. Uliomba gari, umepewa pikipiki badala, yani anakupa badala yake. Sasa mimi bwana nimeomba gari, nimepewa pikipiki. Allah anajua kwa nini amekupa. Kuna vitu vingine ambavyo Allah anakuamulia kwenye maisha yako, huenda ndio kuna kheri yako. Umeomba mtoto, Allah amekunyima. Vipi? Nimeomba, mimi nafanya ibada, niko karibu na Allah, kwa nini nilichokiomba nimekikosa? Unajiuliza maswali mengi. Yake kuna watu ambao wamezaa watoto, hao watoto ndio itakuwa sababu yao kuingia motoni. Unalijua hili? Mtoto uliyezaa ndio ikawa sababu ya maangamizi yako wewe siku ya kiyama. Na Allah anatujua zaidi ya tunavyojijua. Huenda labda wewe ni dhaifu mbele ya watoto wako, Allah anakunyima, hataki kuingiza kwenye mtihani. Utashindwa malezi bora, na ukishindwa malezi bora bila shaka mzazi utaulizwa siku ya kiyama. Sasa kuna vitu vingine ambavyo tunavitaka sisi kama binadamu kwa upeo wa elimu yetu ambayo inaishia hapa. Kuna vitu ambavyo hatupewi, tunanyimwa, lakini hatuwezi tukaelewa hikima ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe ndio maana muaminifu ni mtu ambaye anakubaliana na matokeo. Muaminifu pamoja na kuwa ana utashi, anataka kitu, anataka hiki, lakini anakubaliana matokeo. Kwa hiyo mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, jitahidi sana uwe mwenye kufanya adhkar, kwa sababu dhikri ni mojawapo katika vitu ambavyo vinaondoa stress au shida. Kupitia dhikri Allah anakuondolea stress na shida kwenye maisha yako. Walihadha yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na ndio maana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema ya kuwa mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu mathalu al-hayy wal-mayyit, mfano wa yule ambaye anayemtaja Mola wake na yule asiyemtaja Mola wake ni mfano wa aliyekuwa hai na maiti. Ni mfano asiyekuwa hai na maiti. Maana yule ambaye anayemtaja Allah, mtume amemfananisha na nani? Na mtu ambaye yupo hai. Yani maana moyo wake uko hai, moyo wake una uhai, kwa sababu moyo ambao wenye una nguvu ya kukabiliana matatizo bila shaka ni moyo hai. Moyo ambao ndani yake kuna uvumilivu bila shaka ni moyo hai. Moyo ambao ndani yake unamkumbuka Allah ni moyo hai. Lakini ule moyo ambao kila muda wenyewe unawaza tu ni mambo ya matamanivu, mambo ya kuridhisha nafsi yake, mambo ya kadha wa kadha, huo ni moyo uliokufa. Tunakuona upo hai lakini tayari umeshakufa. Wewe upo hauna uhai wowote. Hauna uhai kwa sababu unaishi maisha ambayo hata mbuzi na kondoo wanaishi hayo maisha, kwa sababu hata mbuzi na kondoo naisi anakula, anakunywa, sawa, anatafuta kile ambacho, yani mnyama ukijihisi kitu lazima ufanye kile ambacho unafanya nini unataka. Sasa Allah ametofautisha sisi binadamu na minyama. Yani sisi sio kile ambacho nafsi inakusukuma na wewe unakwenda, yani unakuwa kama mbuzi. Mimi ndio ikiona jani hapo imelitaka inakwenda na kula. Hata kama itakuwa labda ni majani yenye kuizuru itakwenda ifanyeje ile. Sasa na sisi binadamu sasa tunakuwa sasa tunaishi kama hayawanat. Na hivi swala jamani sio kusema kwamba eti labda ni kumdogosha mtu na kadhalika. Allah yeye mwenyewe ndo alisema ndani ya Qur'ani, sio mimi. Walaqad dharana li jahannama kathiran min aljinni wal ins, tumewaandaa wengi katika majini na binadamu ambao wataingizwa ndani ya moto wa jahannam. Wengi katika majini na binadamu wataingizwa katika moto wa jahannam. Sasa Allah anazitaja sifa za hao ambao watakaoingizwa katika moto wa jahannam. Allah anasema lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah aliwapa akili lakini akili zao hazifanyi kazi kupambanua. Allah amekuonesha hii ni shari, hii ni khair, lakini akili yako kuitumikisha kuacha shari kwenda kwenye khair. Lahum qulubun la yafqahuna biha wala hum a'yunun la yubsiruna biha, lakini na wana macho lakini hawafanyeje, hawaoni. Kuna mifano ambayo Allah anatupa kwenye maisha yetu lakini hatuoni.
Hakuna jambo ambalo unaona lilimsibu fulani wewe limekukosa, hauoni kama kuna ukumbusho wa Allah ndani yake? Hakuna wakati ulitembea barabarani wewe aliyekuwa mbele yako amegongwa na akafa, wewe umepona? Haujayaona? Na ndio maana Allah akasema tumeuandaa moto wa jahannam kwa watu ambao wana macho lakini hawauoni ukumbusho wa Allah kwenye macho yao, hawaoni kabisa. Walahum adhanun la yasmauna biha, na wako na masikio lakini hawasikii kwayo. Ndio pale unakuja kulinganiwa, muokope Allah, unaanza kuwatukana na kuwasema vibaya wanaokulingania. Sisi hawa tukifuata kulinganiwa, unaanza kumwambia mtu wewe naye mawaidha kila muda. Sisi hawa. Sasa Allah anasema mfano wa watu kama hao ambao wenye wako na masikio lakini hawataki kusikia ukweli kutoka kwa Mola wao, hawa wataingia motoni. Kwa hiyo kama unajifanya uko mkaidi, masikio unayo lakini hutaki kusikia ukweli kutoka kwa Mola wako, hutaki kufuata haki kutoka kwa Mola wako, utaingia motoni. Sasa Allah akawasifu hawa watu akasema aje? Ulaika kal an'ami, hao watu ambao wenye akili, wenye macho, wenye masikio lakini haviwasaidii chochote katika kuwasogeza mbele ya Mola wao. Hawa watu hawa ni kama minyama. Al-an'am, mbuzi, kondoo, ng'ombe. Allah amewafananisha hawa watu na hivyo. Sasa Allah akafika anasema balhum adall, yaani bali wao wamepotea kuliko hata minyama. Yaani bimaana wakimkupa huyo mtu ambaye mwenye ana akili lakini haoni haki, mtu mwenye macho lakini haoni haki, hafati haki, mtu mwenye yuko na masikio lakini hataki kusikia haki, hataki kufuata haki, wakimkupa huyo mtu huyo wakakupa na mbuzi, chagua mbuzi. Kwa sababu mbuzi ni bora kuliko yeye. Allah ndo amesema ya kuwa minyama ni bora kuliko hao watu. Yaani ni watu ambao mbele ya Allah hawana thamani. Wanashindwa thamani na mbuzi na ng'ombe na kondoo, inawashinda thamani. Inawashinda thamani. Sasa wewe kama unajijua kama uko kwenye hii hali, maana mbele ya Allah hauna thamani hata kidogo. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefananisha kuwa mwenye kumtaja Allah, amemfananisha na yule ambaye yuko hai, na yule ambaye asiyemtaja Allah akamfananisha na maiti. Hilo ni jambo ambalo liko wazi. Wewe kama haumkumbuki Allah kwenye maisha yako, wewe ni kama maiti tu. Wewe uhai wako hauna thamani yoyote. Alladhi yadhkuru Allah hayy, anayemtaja Allah yuko hai. Walladhi la yadhkuru Allah mayit, na asiyemtaja Allah huyo ni maiti. Walau sara baina an-nas, hata kama atakuwa anapita na kutembea baina ya watu, ni mayitun la hayata fi hayati, ni maiti ambayo hakuna uhai kwenye uhai wake. Wala rauha fi baitihi, na wala hakuna amani wala furaha kwenye nyumba yake. Li'annahu la yadhkuru Allah azza wa jalla, kwa sababu hamtaji nani? Hamtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika ubora wa dhikri ni mkubwa mno. Huwa min a'zami asbabi jalbi surur, swala la kumtaja Allah ni miongoni mwa sababu kubwa za kuileta furaha kwenye maisha ya mtu. Limadha ya Abdullah, kwa nini ewe mja wa Allah? Liannaka in dhakarta Allah azza wa jalla, kwa sababu wewe ukimtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kana Allahu hafidhan laka, Allah atakuwa ni mwenye kukuhifadhi. Wa idha kunta ta'lamu anna Allah yahfadhuka, na ikiwa kwamba utakuwa unaishi kwenye maisha yako unajua kuwa Allah ananihifadhi, ala takunu murtaha alqalb, hautokuwa na amani kwenye moyo wako. Bila shaka utakuwa na amani kwenye nini? Kwenye moyo wako, kwa sababu unajua kuwa Allah ndiye ambaye anayefanya nini? Anayekuhifadhi, Rabbul Izzati wal Jalal. Idha alimta anna Allah alhafidh alalima hafidhuka, utakapojua kuwa Allah yeye ambaye ni mjuzi na mwenye kuhifadhi waja wake kuwa ndiye ambaye anayekuhifadhi, ala yartahu qalbuka, hivi moyo wako hautokuwa na amani? Bila shaka utakuwa na amani. Kwa hiyo hapa tunaona ubora wa nini? Wa dhikri, yani faida ya dhikri. Kwa sababu hata Qur'ani pia ni dhikri. Kusoma Qur'ani ni dhikri. Kwa hiyo mja wa Allah kabla ya kulala soma ayatul kursi. Dakika ngapi? Mimi nadhani dakika yenyewe kusoma ayatul kursi ni masekunde tu unakosa kusoma ayatul kursi. Hii ni mojawapo katika faida kubwa za mtu kufanya dhikri na nyumba isomewe ndani yake Qur'ani. Na pia vile vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, la taj'alu buyutakum maqabira, msijalii majumba yenu kuwa nini? Makaburi. Msijalii majumba yenu kuwa makaburi. Akasema, inna ash-shaytana yanfiru min al-bayti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqara, hakika shaytani huwa anakimbia nyumba ambayo ndani yake kunasomwa nini? Suratul Baqara. Na katika riwaya nyingine yafiru, inna shaytana yafirru min albayti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqara,
Shaitani anakimbia kutoka katika nyumba ambayo ndani yake kunasomwa nini? Suratul Baqara. Kwa hiyo hii ni katika mambo muhimu sana, Suratul Baqara ndani ya majumba. Na hapa ndio nilikuwa niko na jambo muhimu sana ambalo lenye nitakuja kuzungumzia, na ndio pale tutafuta tunasimamia darasa letu. Bimaana hii ni mojawapo katika kuonyesha fadhila ya dhikri, yani mtu kumtaja Allah ndani ya majumba yetu, kwa sababu kama nyumba zetu hazina dhikri. Kuna watu hapa nyumba zetu ziko hata na wiki nzima Qur'ani haijasomwa ndani ya nyumba, wiki, wengine mwezi, wengine kuanzia Ramadhani iishe Qur'ani haijasomwa ndani ya majumba. Ramadhani kitaka kuingia ndio unaona sasa misafu inaanza kutafutwa, msafu umejaa vumbi, ndio anaanza kupakusa sasa msafu. Sasa nani kioo cha taa uko unapakusa? Sasa kupakusa misafu sasa. Yaani unaona kama Qur'ani inasomwa Ramadhani, siku zingine hutaisoma Qur'ani. Na Mtume amesema la taj'alu buyutakum maqabira, msijali nyumba zenu kuwa makaburi. Yani bimaana Mtume amefananisha manyumba ambayo Allah hatajwi ndani yake kuwa ni mfano wa nini? Kwa makaburi. Yani nyumba ambayo Allah hatajwi ndani yake ni mfano tu wa kaburi. Yani hiyo nyumba yako kama Allah hatajwi ndani yake ni kaburi, hilo sio nyumba. Kwa hiyo Mtume anawahimiza waaminifu ya kuwa msijalie majumba yenu kuwa makaburi. Kwa hiyo someni Suratul Baqara, kwa sababu ndani ya majumba ambayo inasomwa Suratul Baqara mashaitani huwa wanakimbia. Suratul Baqara ni moja katika sura ndefu sana ndani ya Qur'an. Sawa? Na Mtume ametuambia ya kuwa mashaitani yanakimbia nyumba ambayo ndani yake kunasomwa Suratul Baqara. Sasa wewe katika kuisoma Suratul Baqara kwa siku moja utaimaliza? Au utaiweza kuisoma kwa mara moja? Yani uanze kuisoma asubuhi tu imalize? Haiwezekani. Sawa? Kwa hiyo mojawapo katika maswali ambayo watu wengi wanajiuliza, sasa hii Suratul Baqara ni lazima niisome kwa pamoja? Yani maana nikianza kuisoma nisinyanyuki mpaka niwe nimeshaimaliza ndio mashaitani atakimbia? La, sio lazima kuisoma kwa pamoja. Tunaelewana vizuri Sio lazima kuisoma moja kwa moja yote, hapana, sio lazima. Hata kama mtu atakwenda anasoma nusu sawa na uwezo, sawa. Kama vile utakuwa kwa siku unaweza kusoma labda karatasi 3, 4, 5, unasoma mpaka pale ambapo penye unaishia, unasimamia. Kesho tena ukipata fursa unaendelea unasoma Suratul Baqara. Ukiimaliza tena unarudia tena mwanzo, soma Suratul Baqara, kwa sababu mashaitani yanakimbia katika nyumba ambayo ndani yake kunasoma nini? Kunasoma Suratul Baqara. Na pia vile vile sio lazima isomwe na mtu mmoja. Sio lazima isomwe na mtu mmoja. Naweza nikasoma mimi na wewe ukasoma, au mimi nikasoma zangu kuanzia mwanzo mpaka katikati na wewe ukasoma kuanzia katikati mpaka mwisho. Unasoma pale ndani ya nyumba Suratul Baqara, mashaitani yanakimbia. Na pia vile vile jambo hili mja wa Allah lifanye kuwa ndio ada yako, liwe ni jambo la kudumu, lisiwe ni jambo la muda tu. Lisiwe ni jambo la muda. Umesoma unafuna jikalia hivyo, nitasoma mara moja kwa mwaka. Ukiacha tukufanya dhikri kwenye nyumba yako, nyumba ambayo ndani yake haifanyi Qur'ani, haisomwi, dhikri haifanyiki, mashaitani yanarudi tena kucheza kwenye hiyo nyumba, fanya vurugu kwenye hiyo nyumba. Kwa hiyo inabidi ufanye kuwa ndio programu yako ya kusoma Qur'ani ndani ya nyumba yako, hasa Suratul Baqara, hasa Suratul Baqara. Hasa leo utakuta kuna nyumba imekaa watu 10 wako ndani ya nyumba, hakuna hata mtoto mmoja anaweza kusoma Suratul Baqara. Si jambo la aibu? Hii ni aibu. Kama kwenye nyumba yako mko watu 5, 6 mpaka 10, nyumba nzima hakuna mtu mwenye anaweza kusoma Suratul Baqara, hii ni aibu kwa Muislamu, ni aibu. Sisi tumekaa dunia tu. Watoto wako umekalia kazi kuwasomesha tu. Faransa, Uingereza. Hautaki kumsomesha Qur'ani mtoto wako. Suratul Baqara haisomwi ndani ya nyumba. Unategemea nini? Kuna nyumba, kwa uthibitisho, kwa ushahidi kabisa, kuna nyumba ambazo kuna watu 5, 6, kwa hata 5 ni wengi. Hata mkiwa mko watatu panakosekana mtu wa kusoma Suratul Baqara, ni aibu. Kwa hiyo inabidi hata yule ambaye hajui ajitahidi afanyeje? Ajue, ajifunze, ajue kusoma.